Naam, ni muda wa miaka miwili tu sasa yanashuhudiwa mabadiliko makubwa ya kukua kwa mji wa Tabora Manispaa. Ukiachilia mbali nyumba za kizamani ambazo bado zimeendelea kusalia katikati ya mji, lakini hili ni suala la muda tu. Nyumba za kisasa pembezoni mwa mji ndizo zinazoendelea kuota kama uyoga usiku na mchana, na hii ni kiashirio kikubwa kwamba mji wa Tabora sasa unakuwa kwa kasi ya aina yake. Ndugu mtazamaji, ungana nami msimulizi wa makala hii. Jina langu ni Juma Kapipi. Ninaufungua ukurasa wa makala hii kwa kuzungumza na wananchi juu ya kile wanachokishuhudia siku hadi siku ndani ya miaka miwili. Mji wa Tabora sasa hivi umekuwa ni Toronto. Ni Toronto ya unyamwezini. Barabara zinapendeza. Barabara za mitaa ambazo tumezoea kuziona zikiwa hazifai, hazipitiki, lakini sasa hivi zote zinapitika. Kwa ujumla unapendeza, unavutia. Hata wageni wakija wanatamani kuishi Tabora tofauti na miaka ya nyuma. Kwa tumeona hata uwekezaji umeongezeka katika sekta mbalimbali. Watu wameanzisha biashara za jumla, kuuza pembejeo, kuuza vifaa vya ujenzi, kuuza vifaa mbalimbali. Lakini pia watu wamewekeza kwenye maduka. Imefikia sasa hata sisi wakazi wa mkoa wa Tabora au Tabora mji, inafikia hatua sasa tunaona hata aibu. Tunaona mkoa wa Tabora siku za nyuma kumekuwepo na majengo ambayo ni ya kizamani, lakini sasa hivi tunaona kabisa kwamba ukitathmini ile miundombinu ambayo ipo ndani ya mji, lakini pia na makazi ambayo tumekuwa tukiishi, unaona kabisa kwamba inafikia hatua sasa unaona kabisa kwamba hatumtendei haki Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba pia kumekuwa na mapinduzi makubwa kwa maana ya ujenzi wa nyumba za kisasa umeendelea kufanyika ndani ya mji wetu wa Tabora. Lakini pia ukiachilia tu mbali pia ujenzi wa nyumba za kisasa, sasa hivi tunaona pia kumetanuka kwa wigo mkubwa kwa maana ya wawekezaji wameanza kujitokeza, wanawekeza ujenzi wa mahoteli makubwa ndani ya mji wetu wa Tabora, lakini pia hata namna mbalimbali ya ujenzi wa majengo ya kibiashara. Halmashauri ya Manispaa ya Tabora imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo inayochagiza kuwepo kwa mabadiliko haya. Tukianza kuangazia sekta ya afya, miradi ya ujenzi na vituo vya afya na hata hospitali ya wilaya. Hii ni dhahiri shahiri kwamba imesogeza huduma karibu kwa wananchi kadri mji unavyozidi kukua. Jumla ya vituo 8 vimeweza kujengwa na kufanya kazi katika kipindi cha miaka miwili cha Mheshimiwa Rais. Vituo hivyo ambavyo vinaendelea kufanya kazi na vingine vinaendelea kumalizika kwenye ujenzi vinagharimu zaidi ya bilioni 3, ikiwemo hospitali ya wilaya, ikiwemo kituo cha afya Tumbi, kituo cha afya Misha, zanati ya Ngambo, zanati ya Ituru, zanati ya Mtendeni, zanati ya Igosha pamoja na Ikomwa. Hivyo vyote vimefanyika au ujenzi wake umekamilika na vingine vinaendelea kukamilika katika kipindi cha miaka miwili. Na jumla zaidi ya bilioni 3.2 Mheshimiwa Rais ameweza kuiletea Manispaa ya Tabora, na wananchi wa Tabora Manispaa wanaendelea kupata huduma mbalimbali. Lakini kwa hiyo kwa wananchi Manispaa ya Tabora wanamshukuru Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo huduma za afya zimeongezeka. Na sasa hali ya upatikanaji wa dawa imeongezeka kutoka 75% kutoka Mheshimiwa Rais aingie madarakani, na sasa iko 83%. Maana hali ya upatikanaji wa dawa ndani ya Manispaa imeongezeka na vifaa tiba imeongezeka kuja katika kipindi cha miaka miwili. Baadhi ya vifaa tiba ni pamoja na X-ray katika hospitali ya wilaya. Tumepata friji katika kipindi cha Mheshimiwa Rais cha miaka miwili, tumepata friji ya chanjo. Tumepata mashine ya usingizi kituo cha afya Maili 5. Tumepata pia mashine ya kuchemsha na kutakasa vifaa vya operation ambayo inaitwa sterilizer. Lakini pia tunazo mashine mbalimbali ambazo za afya zimekuja kwenye vituo vyetu vya afya. Katika hospitali ya Manispaa ya Tabora, kwa bahati nzuri tumefanikiwa kupata mashine ya X-ray ambayo ni ya digitali, sio zile za zamani, mashine ya digitali ambayo kwa kifupi upatikanaji wa mashine hii utatusaidia sisi kuboresha huduma zetu, especially uchunguzi kwa kutumia mionzi. Uchunguzi kwa huduma mionzi
miongoni mwa routine kwa sasa hivi. Kwa zamani ilikuwa ni sio routine, ila kwa sasa hivi ni muhimu tujue kwamba huyu mtu let's say amepata ajali, ana shida gani, ana nini, je, amevunjika, je, amepata shida gani katika sehemu fulani ya mwili. Ni lazima tupite kwenye huduma za mionzi. Na mashine yetu tulofungiwa ni aina ya DRGM GXR 52 series. Ni mashine nzuri, of course, iko vizuri. Kwa kawaida hii mashine ina uwezo wa kuchukua watu kuanzia 200 kwa siku, maximum ni 200 per day, wa size tofauti, maana kuna mashine ambazo zinachagua body size pia. Kwa hiyo watu wa size tofauti unaweza ukawafanyia hao watu 200. Lakini pia tunasema kila baada ya mwaka mmoja ni lazima tuifanyie service. Tumeona miundombinu imeboreshwa. Vituo vya afya vimejengwa, hospitali za wilaya zimejengwa. Hapa Tabora tulikuwa tuna hospitali ya wilaya, lakini sasa hivi imejengwa, imeshaanza kufanya kazi, na hata wananchi kutoka vijijini sasa hivi zero rufaa za kwenda mbali, kwenda Bugando, kwenda Muhimbili, sasa hivi hawaendi, wanabakia hapa. Kwa tunajivunia mambo mazuri hasa katika sekta hii ya afya. Miradi ya elimu nayo haikuachwa nyuma. Ujenzi wa shule mpya za msingi na hata zile za sekondari ili kuwapunguzia adha kubwa ya kutembea umbali mrefu wanafunzi kufuata huduma za elimu. Katika kipindi cha miaka miwili, Mheshimiwa Rais ameweza kujenga madarasa 143. Mara ya kwanza Mheshimiwa Rais alitupa madarasa 74 yenye jumla ya bilioni 1,480,000. Katika 14 shule shikizi, 60 shule za sekondari. Lakini mwaka huu wa fedha ambao tunazungumza nao 22-23 ametupa tena madarasa 69 yenye thamani ya shilingi bilioni 1,380,000. Kwa hiyo unaona kwa miaka miwili Mheshimiwa Rais slogan yake ilikuwa ni kwamba watoto wote wanaomaliza darasa la 7 waende sekondari, na kile aliyefaulu yeyote asikose darasa au nafasi ya kusoma, kama ambapo ameondoa tatizo ambalo toka tumepata uhuru lilikuwa ni tatizo linatutesa, kwamba wanafunzi wakishinda walikuwa wanakosa nafasi, na ndio maana tulikuwa hatuendi wanafunzi, kwamba wakifaulu walikuwa waendi kwa sababu ya ukosefu wa miundombinu. Sasa katika kipindi cha Mheshimiwa Rais Daktari Samia ni kwamba mwanafunzi yeyote anayefaulu ni lazima asome, kwa sababu miundombinu ya madarasa ipo kwenye sekondari. Na kwenye sekta ya elimu pia Mheshimiwa Rais katika kipindi chake cha miaka miwili ameleta programu ya Boost ambayo itajenga madarasa katika shule za msingi, ambazo mwaka huu wa fedha 22 na 23 tutapokea fedha kwa ajili ya kujenga madarasa katika shule za msingi. Kwa nia ya Mheshimiwa Rais katika miaka miwili ni kuhakikisha kwamba mtoto yeyote wa Tanzania anasoma darasa la kwanza mpaka form 6, ambayo ndio elimu ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya kuwa elimu ya msingi. Zamani wakati wa uhuru elimu ya msingi ilikuwa inaishia darasa la 7. Lakini katika kipindi cha Mheshimiwa Rais cha miaka miwili amefanya elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6. Ndio maana amna hada. Kwa jina naitwa Mwalimu Maria Julius Makoli, ni mkuu wa shule ya Uredi Sekondari ambayo inapatikana kata ya Mpela, na hii ni shule mpya ambayo imeanza rasmi tarehe 9 mwezi wa kwanza 2023. Na lengo kubwa la kuanzisha shule hii ilikuwa ni kwa ajili ya kupunguza umbali wa wanafunzi ambao wanatoka katika kata ya Mpela kwenda katika kata ya Ipuli katika shule ya sekondari Ipuli. Kwa tunamshukuru Mama Samia, Rais wa Tanzania, kwa ajili ya kuliona hili na kusaidia wanafunzi wetu ambao wanatoka katika kata ya Mpela kwenda umbali mrefu kwa ajili ya masomo. Katika awamu ya kwanza kabisa shule hii imepokea wanafunzi 417, lakini mpaka sasa walioripoti wanafunzi 320. Wanafunzi wa kiume ni 169, kwa wanafunzi wa kike 151. Lakini pia shule yetu ina walimu 17, walimu 11 ni walimu wa kike, lakini pia walimu wa kiume ni walimu 7. Lakini pia shule yetu kama mnavyoiona ni shule ambayo ni nzuri sana, yenye mandhari mazuri, yenye majengo mazuri, jengo la utawala. Kama hapa nilipokaa nimekaa katika ofisi ambayo ni jengo la utawala. Lakini pia shule yetu ina madarasa 8 yaliyokamilika, yaliyo mazuri kabisa, mpaka na tiles na vyoo kabisa, wanafunzi wanakaa katika mazingira mazuri ya kujisomea. Lakini pia shule yetu ina maabara 4, maabara ya geography, maabara ya chemistry, biology pamoja na physics. Lakini pia shule yetu ina jengo la ICT
ambapo wanafunzi pia watasoma kwa vitendo masuala mazima ya kompyuta. Lakini pia shule yetu ina jengo la maktaba ambalo tayari pia limeshakamilika, lakini miundombinu ya vyoo pia inapatikana. Tuna matundu 20 ya vyoo, matundu 10 kwa ajili ya watoto wa kiume na matundu 10 kwa ajili ya watoto wa kike. Lakini ndani ya matundu hayo pia kuna matundu ambayo serikali imeangalia kwamba kuna uwezekano kuna wanafunzi wengine pia wana ulemavu. Pia wana maeneo yao, kuna choo maalum kwa ajili ya watoto wa kiume kwa ajili ya walemavu, lakini pia watoto wa kike kwa ajili chumba maalum kimeandaliwa kwa ajili ya watoto wa kike pale wanapopata shida mbalimbali wanaenda kujistiri katika hiko chumba. Pia tunapenda kutoa shukrani zetu kwa ajili ya ofisi ya elimu sekondari kwa ajili ya kutukamilishia. Tuna walimu wa masomo yote, masomo 9, lakini pia na somo la ICT. Walimu wote wapo wanapatikana shuleni, kwa wanafunzi wanapata elimu iliyo bora. Kwa majina naitwa Alicia Goodluck Sengi. Mimi ni mwanafunzi wa shule ya Uledi Sekondari, ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza A. Binafsi au kishule tunamshukuru sana Mama Samia, rais wa nchi yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kutujengea shule hii ambapo Kiuledi tulikuwa hatuna shule yoyote ya sekondari wala shule yote ya binafsi au ya serikali. Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia, rais wetu wa nchi hii. Lakini pia tunasema hivi, tunamshukuru kwa sababu tumeepukana na vitu vingi. Kwa mfano kwa mfano mimi ninaishi huku Uledi, lakini pengine ningefaulu ningechaguliwa shule ya mbali ambayo ingekuwa sio ya bweni, ingenigharimu kutoka umbali. Kwa mfano ningechaguliwa Ipoli Sekondari au Cheo A, ingenigharimu kwa umbali. Lakini tunamshukuru kwa kutujengea shule hii kwamba tuko karibu na shule hii. Kwa mimi siishi mbali, ninaishi Uledi hii. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia, tunamshukuru sana rais wetu kwa kutujengea na kuturahisishia. Kwa majina naitwa Degratius Josephat Bunyaga, ni mwanafunzi wa Uledi Sekondari kidato cha kwanza. Nachukua nafasi kumshukuru Mama Samia kwa kutujengea shule nzuri na kutuwekea miundombinu mizuri sana. Tangu tumeanza shule yetu tarehe 9 Januari tumefaidika na mambo mengi sana, kwa sababu ametuletea walimu wa kutosha wenye umahiri, wametufundisha vizuri. Ametuwekea vyumba vya laboratory kwa ajili ya kujifunzia, ametuwekea pia na maktaba kwa ajili ya mtu kujisomea kama akitaka, ametuwekea pia na chumba cha kompyuta ili tujifunze. Pia tunapenda kumshukuru sana, na pia tunataka kumwahidi ya kwamba hatutamwangusha kwa sababu ametuwekea miundombinu mizuri na sisi tutafanya vizuri. Utekelezaji wa miradi mingine ya huduma za lazima za kijamii kama ujenzi wa barabara, maji na nyinginezo ni masuala muhimu yaliyopewa kipaumbele kupitia vikao halali vya baraza la madiwani ndani ya kipindi cha miaka miwili. Kwa hiyo tunaposema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya kazi kubwa, ni kweli kazi imefanyika. Katika upande wa barabara, miundombinu, kama manispaa tunamshukuru sana Rais kwa kazi kubwa. Bajeti yetu sisi ilikuwa ni bilioni 1 na milioni 400. Lakini Mheshimiwa Rais ameiongeza kutoka bilioni 1 na milioni 400 mpaka bilioni 3 na milioni 500. Kama hiyo haitoshi, katika manispaa yetu tunakwenda kufanya mradi mkubwa wa TACT ambao ni wa Benki ya Dunia. Tunaenda kutengeneza kilomita 25 ambazo zitatengenezwa mjini hapa, zitakuwa na lami ile ya kisasa ya asphalt pamoja na taa za barabarani. Tunakwenda kutengeneza soko ambayo itakuwa soko la kisasa zaidi ya ghorofa 4. Tunakwenda kutengeneza stendi kule Tuli, stendi ya kisasa ambayo itachukua zaidi ya mabasi 400 kwa mara moja. Kwa hiyo kama manispaa tuna mambo mengi ya kujivunia miaka miwili ya Mama Samia. Lakini tunakwenda kutengeneza ring road ambayo itazunguka mji mzima, unapotoka Mwanza, unapotoka Mbeya, Kigoma, Kahama, sio lazima kuingia mjini. Utapita juu kwa juu huko na utaendelea na safari yako. Lakini kubwa kuliko yote, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mradi mkubwa wa SGR ambao sasa umekwenda kuifungua Tabora. Tabora ni hub ya usafirishaji.
Kama nilivyosema, Tabora ina zaidi ya mikoa 4 au 5 ambayo ukifika Tabora unaweza kwenda kwa urahisi. Na reli ya SGR karibia 50% ya reli iko Tabora. Na Mheshimiwa Rais amesaini mkataba wa kutoka Makotopora mpaka Tabora ambao kazi inaendelea. Kuna mkataba mwingine ambao umesainiwa wa kutoka Tabora kwenda Isaka ambao kazi imeanza, na kuna mwingine wa kutoka Tabora kwenda Kigoma na Mpanda. Kwa hiyo Tabora kwa miaka miwili ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli hatuwezi kumsahau kwamba huduma zao zimeimarika. Hali ya upatikanaji wa maji ndani ya manispaa ni 94%. Na sisi ndo manispaa pekee ambayo tunapata maji safi na salama ya Ziwa Victoria, ambayo yako mengi na ya kutosha, na mji mzima upatikanaji wa maji ni zaidi ya 94%. Lakini mtandao wa barabara ambao ni za TANROADS pamoja na TARURA ni zaidi ya kilomita za rami ndani ya manispaa ni zaidi ya kilomita 128, wakati barabara za changarawe ni zaidi. Halmashauri ya manispaa Tabora inaamini ukitaka kuruka ndani ya manispaa. Kwa hiyo vyote vimefanyika kwa sababu Mheshimiwa Rais ameleta fedha hasa za tozo ambazo zimesaidia kujenga madaraja makubwa, hasa lile daraja la Umanda ambalo lilikuwa linasumbua watu toka Uhuru. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwamba sekta ya barabara na yenyewe imeimarika na ameiboresha ndani ya manispaa. Kwenye umeme, sisi tuna umeme wa kutosha ndani ya manispaa. Tunajua ziko changamoto chache, lakini Mheshimiwa Rais anaendelea kuboresha, na sasa hivi kuna mradi mkubwa ambao unatoka Tabora manispaa kwenda Kigoma. Kwa hali ya upatikanaji wa umeme inaendelea kuimarika na imeimarika ndani ya manispaa ya Tabora. Kama hilo halitoshi, halmashauri ya manispaa Tabora inaamini ukitaka kuruka kwa namna yoyote ile ni lazima uagane na nyonga. Kasi ya mabadiliko makubwa ya kimaendeleo yanayojitokeza ni vema yaendane na watu, na hapa ndipo linapotekelezwa takwa la kisheria la utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na walemavu. Ndani ya miaka miwili tumekopesha zaidi ya bilioni 1 na milioni 200 hivi, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwamba sera yake alivyoingia ni kwamba 10% mikopo, na ni sera yake 10% ya fedha zote za mapato ya ndani ziende. Na sisi kama manispaa kwa mwaka wa 21 na 22 tulipeleka milioni 463. Ukijumulisha na hela za marejesho tulipeleka milioni zaidi ya 700. Mwaka huu wa 23 na 22 na 23 tunategemea kupeleka milioni 500. Ukiongeza na marejesho tunapeleka zaidi ya milioni 900. Kwa hiyo mpaka sasa kwa mwaka huu tu wa 22 na 23 tumepishapeleka zaidi ya milioni 400 kwenye swala la mikopo. Kwa hiyo ukijumulisha na ile milioni 700 ya mwaka 21 na 22 na hii hapa 400 ni kama bilioni 1.1. Lakini bado mpaka mwisho wa mwezi Juni tutakuwa tunapeleka hela zaidi. Na tumeshakopesha zaidi ya vikundi 150 kwa kipindi cha miaka miwili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, manispaa iko vizuri sana. Ukiona matukio kama haya ambayo maeneo mengi ni kelele, 10% haziendi kwa sababu ya uhaba wa mapato. Lakini Tabora mjini mapato yako vizuri, tunaweza tukagawa pikipiki hizi kwa vijana ili waweze kujikimu kimaisha. Kwa hiyo hii ni maana nzuri ya kazi iendelee. Mama Samia yupo kazini, Chama cha Mapinduzi kipo kazini, wabunge tupo kazini. Kwa majina naitwa Blandina Steven Masawe, ni mmoja wa kikundi cha Miombo Beekeepers Initiative Group, ambao ni kikundi ambacho kimesaidiwa na halmashauri katika zile 10% za vijana. Sisi ni moja ya kikundi ambacho tumesapotiwa. Halmashauri ametugaia mkopo wa shilingi milioni 50 ambazo tumetumia katika kufunga mashine na ununuaji wa baadhi ya mashine ambazo tunazo kwenye kundi chetu. Mpaka sasa uzalishaji wetu unaendelea uko vizuri, na baadhi ya wafugaji nyuki wadogo wananufaika kutokana na kikundi chetu.
ambapo wao wanaleta asali zao ambazo wamezivuna kwenye mizinga yao, na sisi tunaipandisha thamani kutoka kwenye ile thamani ambayo ilikopo ni thamani ndogo sana mpaka kuwa katika thamani kubwa ambayo ana uwezo kwenda kuuza hata kwenye masoko ya nje. Sisi kwa mikopo huu tulopatiwa tunaenda kufungua kiwanda cha kutengeneza sabuni za kuogea, sabuni za kufulia na sabuni za maji. Waswahili wanasema haja ya mja kunena, muungwana ni vitendo. Usiposhukuru kwa kidogo, hata kwa kikubwa pia huwezi kushukuru. Tunatoa shukrani zetu za dhati na tunakuahidi pesa hizi tutazisimamia kwa dhati sisi wenyewe kwa kushirikiana na Ofisi ya Maendeleo ya Jamii zirejeshwe ili iwe manufaa kwa wengine. Na tunaahidi dhana ya mkoa kuwa na viwanda vingi. Sisi kama Tabora Manispaa tunakuahidi tutakuwa na viwanda vyenye tija na vyote vitasimama ndani ya 2023 na kuendelea. Ukuaji wa sekta ya utalii ndani ya miaka miwili imekuwa na mvuto mkubwa na wa kipekee. Bustani ya wanyamapori Tabora Zoo na yenyewe inazidi kunogesha mji wa Tabora Manispaa. Watu sasa wanapata kuosha macho na nafsi zao kwa kutazama wanyama mbalimbali wakiwemo wale wakali kama vile simba, tembo, chui na wengineo. Ni kwetu ni faraja kubwa, maana wananchi wa mkoa wa Tabora walikuwa hawana mahali pa kwenda kutembelea. Kwa sasa wamepata sehemu ya kwenda kutembelea. Tumeona katika hii zoo kuna wanyama mbalimbali, tumeona chui, kuna chita, kuna simba, kuna tembo. Especially tunapata kabisa na sisi uwezo kuona wanyama moja kwa moja bila kwenda sehemu nyingine na kutoa gharama kubwa, na ukiangalia gharama ni affordable kwa kila raia. Manispaa Tabora ina jumla ya vijiji vipatavyo 41 ambavyo watu wake 90% ni wakulima, wanajihusisha na kilimo cha mazao ya chakula na biashara. Mageuzi makubwa yameelekezwa pia kuinua sekta hiyo ya kilimo. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais ametoa mbolea ya ruzuku ambao sasa kama manispaa kama mkoa imekwenda kuwashika wakulima na kufanya mazao yamekuwa mengi, lakini wakulima wamepata nafuu. Zaidi ya wakulima 6,000 wamechukua pembejeo za ruzuku ambazo zenye zaidi ya tani 1921, lakini zaidi ya bilioni 2 zimeweza kutumika kuhakikisha kwamba wale wananchi waliochukua mbolea na fedha hizo zimeweza kutumika. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa mbolea ruzuku kwa wananchi wa Manispaa Tabora. Sambamba na maendeleo hayo, katika kufanya kazi zenye ufanisi ulio mkubwa, kilio na mwenyewe, Halmashauri ya Manispaa Tabora ipo katika hatua za mwisho kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kisasa na ya mfano, jengo la utawala na mikutano, ambalo lilikaa zaidi ya miaka 8 katika manispaa hii ya Tabora. Lilikuwa halijajengwa miaka 8. Katika kipindi cha miaka miwili, Mheshimiwa Rais ametuletea bilioni 2. Na lile jengo lina thamani ya bilioni 5.7. Ni jengo linajengwa ambazo ni ofisi kuu za manispaa ya Tabora. Jengo hilo liko katika hatua mbalimbali, kwa hiyo tuna imani kwamba ndani ya kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais cha miaka 5, jengo hili katika bajeti ya 23 na 24 jengo hili litamalizika. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Yaliyopita si ndwele, kwa kipindi cha miaka miwili tu kimetosha kwa watumishi wa Halmashauri ya Manispaa Tabora kuondokana na dhana ya uoga, na sasa wanafanya kazi kwa uhuru kama timu yenye matarajio makubwa ya kuibuka na ushindi wa kishindo ili kuyafikia malengo ya kumsaidia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwahudumia wananchi wake. Mheshimiwa Rais amerejesha matumaini ya utumishi wa umma kwa wafanyakazi. Wafanyakazi wa Manispaa ya Tabora wanafanya kazi kwa kuzingatia taratibu ya miongozo ya utumishi wa umma. Ni kwamba hawana hofu kama ilivyokuwa nyuma. Sasa wafanyakazi wanafanya kwa kuzingatia sheria na taratibu, kwa sababu security ya kazi yao imeongezeka ukilinganisha na miaka iliyopita au na kipindi kilichopita. Kila hatua moja ya maendeleo huanzisha nyingine. Matamanio makubwa ya sasa kwa Halmashauri ya Manispaa Tabora ni kuomba kupewa hadhi ya kuwa jiji la Tabora,
kwa madai kwamba vigezo na masharti vimezingatiwa, ikiwemo ongezeko la idadi ya watu na miundombinu inayokidhi. Kwa sababu ndo nia yetu, ndo nia ya mkuu wa mkoa, ndo nia ya mkuu wa wilaya, ndo nia ya wananchi wote wa Tabora kwamba mkoa wa Tabora kwa sababu umefunguka ndo manispaa pekee Tanzania ambao wananchi wake barabara zake zote zinafikika kwa lami ukilinganisha na manispaa nyingine. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wetu, sikuwa na nia ya kutia nanga hapa nilipofika sasa, japo inanilazimu kufanya hivyo kwa sababu ya muda, na kwa kuwa mazuri bado ni mengi mno ya kuzungumzia manispaa Tabora, na nisingependa kabisa ni kuache hivi, bali ni kuache na ngoma za asili ya Tabora zijulikanazo kama ngoma za Waswezi. Basi kama tujuavyo, wakati nao ni ukuta na ni lazima ni uheshimu. Jina langu naitwa Juma Kapipi. Shukrani kwa kuwa nami katika muda wote huu.